ndugu Charles Kikele aweze kutoa taarifa za CAG. Hizo ni taarifa kadhaa na maelezo kwa kina atayatoa yeye. Karibu sana. Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Kassim Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Job Ndugai, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Mheshimiwa Tulia Ackson, Naibu Spika wa Bunge la Jamhuri ya Tanzania, waheshimiwa mawaziri mliohudhuria, Waziri wa Fedha Dr. Mpango, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, Dr. Balozi Bashir Ali, Katibu Mkuu Kiongozi, waheshimiwa wenyeviti wa kamati za Bunge, watumishi wenzangu wa Ofisi ya Taifa ya Ukaguzi, mabibi na mabwana, niseme itifaki imezingatiwa. Asalamu alaikum. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Mheshimiwa Rais, awali ya yote napenda kutanguliza shukrani zangu kwa Mwenyezi Mungu aliyetupa uzima na afya njema kuweza kuiona siku hii ya leo. Pia nakushukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kutenga muda wako ili kukutana nasi, pamoja na kwamba una majukumu mengi yanayokabili katika kusimamia taifa letu la Tanzania. Mheshimiwa Rais, natoa pole sana kwako binafsi na kwa taifa kwa ujumla kwa msiba mkubwa wa kumpoteza mpendo wetu hayati Daktari John Pombe Joseph Magufuli, aliyekuwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mungu ailaze roho ya marehemu mahali pema. Mheshimiwa Rais, aidha nakupongeza wewe kwa kuapishwa kuwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kutakia kila laheri katika majukumu yako mapya ya kuliongoza taifa letu. Ni kuahidi kwamba tutashirikiana na serikali yako kwa lengo la kuongeza uwajibikaji na usimamiaji wa rasilimali za umma. Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, nitumie fursa hii kushukuru ofisi yako kwa kutimiza ahadi tuliyopewa mwaka jana ya kunipatia waajiriwa wapya 25 ambao wamejikita katika fani za utaalamu wa mifumo ya tehama, uhandisi ujenzi, nishati, madini na ukadiriaji majenzi. Waajiriwa hawa wametusaidia sana kuweza kuongeza wigo wa mawanda ya ukaguzi kwenye maeneo mbalimbali na kuwezesha ofisi yangu kufanya kaguzi za kitaalamu kwenye miradi ya kimkakati. Mheshimiwa Rais, leo niko mbele yako hapa kutekeleza matakwa ya ibara ya 143 ibara ndogo ya 4 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 77 inayonitaka kuwasilisha kwako ripoti za ukaguzi kabla kuisha mwezi wa 3 kila mwaka. Mheshimiwa Rais, kabla ya kutekeleza jukumu hilo la kikatiba, naomba uniruhusu niseme kidogo mambo yanayohusu ofisi yangu na utekelezaji wa majukumu yake. Mheshimiwa Rais, nilipokuwa nikiwasilisha taarifa ya ukaguzi ya mwaka wa fedha 2018-2019, niliahidi kuongeza wigo wa ukaguzi wa mashirika mengine 10 kwa kutumia ukaguzi wa ofisi yangu badala ya kutumia ukaguzi wa makampuni binafsi. Napenda kukuarifu kuwa katika mwaka wa fedha 2019-2020 ambao nawasilisha taarifa yake leo, nimetekeleza ahadi hiyo kwa kukagua mashirika yote 10 niliyoahidi kama ifuatavyo. Nimekagua Shirika la Nyumba la Taifa, Bodi ya Mikopo ya Elimu ya Juu, Mamlaka ya Hifadhi ya Ngorongoro, Kampuni ya Ndege Tanzania, Chuo Kikuu cha Ardhi, Shirika la Umeme Tanzania, Mamlaka ya Bandari Tanzania, Mamlaka ya Udhibiti wa Manunuzi ya Umma na Mamlaka ya Udhibiti wa Maji na Nishati. Mheshimiwa Rais, mashirika niliyotaja hapo juu sio tu kwamba tumeyakagua, bali tumeyakagua vizuri na kutoa mapendekezo ambayo tunaamini yatasaidia bodi na management ya mashirika husika katika kuyasimamia. Pia mapendekezo haya yataisaidia serikali kuelewa ni nini hasa kinaendelea kwenye mashirika hayo. Mheshimiwa Rais, pamoja na kwamba tumeongeza mashirika ambayo tumeyakagua kwa kutumia watumishi wa ofisi yangu, lakini pia nimeendelea kushirikiana na kampuni binafsi za ukaguzi katika kukagua baadhi ya mashirika, na tutaendelea kushirikiana nao ili kuendelea kujenga uwezo wetu katika nyanja mbalimbali za kiukaguzi. Mheshimiwa Rais, napenda kutaarifu kwamba kupitia mkutano wa 37 Baraza la Mawaziri wa Mambo ya Nchi za Nje wa Umoja wa Afrika uliofanyika tarehe 13 na tarehe 14 Oktoba mwaka 2020,
huo, yaani Umoja wa Afrika, uliniteua kuwa mjumbe wa bodi wa wakaguzi wa nje wa Umoja wa Afrika kwa ajili ya kukagua ukaguzi wa mwaka wa fedha wa 1920, 21 na 22. Hivyo ofisi yangu itashiriki kukagua Kamisheni ya Afrika kwa miaka hiyo ya fedha. Pia mwaka huu niliteuliwa kuwa mkaguzi wa nje wa Kamisheni ya usimamizi wa anga ya Afrika, kwa maana Africa Civil Aviation Commission, yenye makao yake makuu Dakar huko Senegal. Nitakufanya ukaguzi huo kwa miaka miwili ya fedha, yaani 2021 2022. Fursa hizi ni muhimu kwa ofisi yangu, kwani zitasaidia kuwajengea uwezo na kuwapa uzoefu wa kujifunza mifumo mbalimbali inayotumika kwenye taasisi hizo katika kudhibiti matumizi ya fedha, rasilimali watu na ufanisi wa utendaji katika kazi, na hivyo kutumia uzoefu huo kwenye ukaguzi wangu wa ndani, kwa maana ukaguzi wa serikali. Mheshimiwa Rais, pia nitumie fursa hii kuishukuru Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki kwa kufanikisha ofisi yangu kuchaguliwa kwenye ukaguzi wa Afrika. Pia Mheshimiwa Rais, napenda kutaarifu kwamba nimefanikiwa kufanya kaguzi za kitaalamu, kwa maana technical audit, kwenye miradi 6 ya kimkakati. Kwenye kaguzi hizo, ofisi yangu imetumia mbinu mpya ya ukaguzi inayoitwa real time audit. Mbinu hii inahakikisha kwamba ukaguzi unafanyika kadri mradi unavyoendelea kutekelezwa, na mapungufu yanaonekana basi yanafanyiwa kazi kwa wakati, baada ya kusubiri mradi umeisha kutekelezwa ndio tunaenda kukagua na kutoa mapendekezo, yaani postmortem. Tutaendelea kutumia mbinu hii ya ukaguzi kwenye miradi ili kutoa ushauri kwa serikali mapema, ili kama kuna hatua za kuchukua basi chukuliwe mapema, ili kuhakikisha miradi inatekelezwa kwa ufanisi mkubwa. Mheshimiwa Rais, miradi ambayo nimefanya kaguzi ya kitaalamu ni kama ifuatayo. Fanya kaguzi wa kitaalamu kwenye ujenzi wa reli ya kisasa SGR kutoka Dar es Salaam hadi Makutupora, mradi wa ujenzi wa bwawa la umeme wa Julius Nyerere, mradi wa miundombinu ya mabasi yaendayo haraka Dar es Salaam ya BRT Gerezani mpaka Mbagala, upanuzi wa barabara ya Morogoro kipande cha Kimara hadi Kibaha, mradi wa usambazaji maji katika wilaya ya Same, Mwanga na Korogwe, na mradi wa uzalishaji sukari huko Mbigiri, Morogoro. Mheshimiwa Rais, naomba kutumia fursa hii kufahamisha kwa ufupi mwenendo wa hati za ukaguzi na tathmini ya utekelezaji wa mapendekezo yaliyotolewa katika ukaguzi wa miaka iliyopita. Mheshimiwa Rais, kwa mwaka wa fedha 2019 na 2020 nimetoa jumla ya hati 900 za ukaguzi, ikiwa ni hati 243 za serikali kuu, hati 185 mamlaka ya serikali za mitaa, hati 165 mashirika ya umma, hati 290 miradi ya maendeleo na hati 17 vyama vya siasa. Kati ya hizo, hati zinazoridhisha ni 800 sawa na 89%. Hati zenye shaka ni 81 sawa na 9%. Hati mbaya ni 10 sawa na 1%. Na nitoa hati 9 za kushindwa kutoa maoni, yaani disclaimer of opinion, sawa na 1% kama ifuatavyo. Mheshimiwa Rais, mamlaka serikali za mitaa nimekagua mamlaka 185, hati zinazoridhisha ni 124. Hati zenye mashaka ni 53, hati mbaya ni 8 na sikushindwa kutoa maoni kwenye halmashauri yoyote. Mashirika ya umma nimekagua 165, 162 yana hati zinazoridhisha, hati zenye mashaka ni 3 na hakuna hati mbaya wala sikushindwa kutoa maoni kwenye shirika lolote. Katika serikali kuu nimetoa hati 243, hati 235 ni hati zinazoridhisha, hati zenye mashaka ni 6, hati mbaya ni 2. Vyama vya siasa nimekagua 17, hati zinazoridhisha ni 4, hati zenye mashaka ni 4, hamna hati mbaya, lakini nimeshindwa kutoa maoni kwenye hati 9. Vyama vya siasa 9 nimeshindwa kutoa maoni kwa sababu hesabu zao hazikuzingatia utaratibu wa kutengeneza hesabu, na wengine hakuleta kabisa hizo hesabu zinaweza kuzikagua. Miradi ya maendeleo, Mheshimiwa Rais, nimekagua miradi 290, hati zinazoridhisha ni 275, hati zenye shaka ni 15, hamna hati mbaya wala hati ya sikushindwa kutoa hati sikushindwa kutoa maoni kwenye miradi ya maendeleo. Kwenye mradi wote wa maendeleo zote tunafanikiwa kutoa maoni. Kwa hiyo jumla tuna hati 900, zinazoridhisha 800, zenye shaka 81, hati mbaya 10 na kushindwa kutoa maoni 9. Kwa hiyo jumla ni 89%, 9%, 1% na 100%. Mheshimiwa Rais, katika ripoti ya ukaguzi wa hesabu za serikali za miaka iliyopita, nilitoa mapendekezo mbalimbali yanayolenga kuimarisha usimamizi wa rasilimali za umma pamoja na kuboresha ukusanyaji wa mapato. Katika ukaguzi wangu wa mwaka huu,
nilifanya tathmini ya utekelezaji wa mapendekezo yaliyotolewa katika miaka ya nyuma. Kati ya mapendekezo 8740 yaliyotolewa miaka iliyopita, mapendekezo 2610 sawa na 30% yametekelezwa kikamilifu. Mapendekezo 2662 sawa na 30% utekelezaji wake unaendelea. Aidha, mapendekezo 2292 sawa na 29% utekelezaji wake haujaanza. Mapendekezo 750 sawa na 9% yamerudiwa. Na mapendekezo 426 sawa na 5% yamepitwa na wakati. Mheshimiwa Rais, tathmini ya utekelezaji mapendekezo ya ukaguzi ni kama ifuatavyo. Serikali za mitaa jumla ni 6, yaliyotekelezwa kikamilifu ni 6, utekelezaji unaendelea hamna, yasiyotekelezwa yako 5, na mapendekezo yaliyorudiwa ni 4. Mashirika ya umma kuna 100, mapendekezo 116, yaliyotekelezwa kikamilifu ni 25, utekelezaji unaendelea kwenye mapendekezo haya ni 36, yaliyotekelezwa ni 52, ambayo yamejirudia hamna. Yasiyotekelezwa, Mheshimiwa Rais, samahani, ni 52, yaliyojirudia hamna. Yaliyopitwa na wakati ni 3. Lakini serikali kuu nilitoa mapendekezo jumla 5483, yaliyotekelezwa kikamilifu ni 1508, ambayo utekelezaji wake unaendelea ni 2003, na yasiyotekelezwa ni 1211. Mapendekezo yaliyojirudia ni 502, na yaliyopitwa na wakati ni 256. Mheshimiwa Rais, miradi ya maendeleo nimetoa mapendekezo 3126, yaliyotekelezwa ni 1071, ambayo utekelezaji unaendelea ni 623, ambayo hayajatekelezwa kabisa ni 1024. Mapendekezo yaliyorudiwa ni 245, na yaliyopitwa na wakati ni 164. Ndio tupata jumla ya mapendekezo 8740, ambayo mapendekezo ya jumla ambayo yametekelezwa kikamilifu ni 2610, ambayo utekelezaji wake unaendelea ni 2662, na siyotekelezwa kabisa ni 2292, ambayo ya mapendekezo yanajirudia 751, na ambayo yamepitwa na wakati 426. Mheshimiwa Rais, natambua kuwa serikali inaendelea kuchukua hatua mbalimbali katika kufanyia kazi mapendekezo yangu. Hata hivyo, hali ya utekelezaji wa mapendekezo hayo hairidhishi, kwani ni 30% tu kati ya mapendekezo yote yametekelezwa kikamilifu. Hivyo jitihada zaidi zinahitajika, Mheshimiwa Rais, kukamilisha utekelezaji wa mapendekezo ili kuimarisha mfumo wa udhibiti wa ndani kwa lengo la kuongeza mapato na kudhibiti matumizi ndani ya serikali. Mheshimiwa Rais, pia naomba kukupa tathmini ya utekelezaji wa mapendekezo yaliyotolewa kwenye kaguzi 5 za ufanisi katika kipindi cha mwaka 2016 kama ilivyoainishwa hapa chini kwenye taarifa yangu hii, ambayo jumla tulifanya ukaguzi wa ufanisi wa utekelezaji wa masharti ya mitaji ya ndani na uhakiki wa gharama rejeshi unaotokana na makubaliano ya mgawanyo wa uzalishaji. Tulitoa jumla ya mapendekezo 10, yaliyotekelezwa ni 6, yasiyotekelezwa ni 3, yaliyopita wakati ni 1. Tulifanya ukaguzi katika usimamizi wa takwimu za jiofizikia na jiolojia mafuta na gesi nchini Tanzania. Tulitoa mapendekezo 16, mapendekezo 8 yametekelezwa kikamilifu. Mapendekezo yaliyotekelezwa kwa kiasi ni 5. Mapendekezo ambayo hayajatekelezwa kabisa ni 3. Mheshimiwa Rais, pia tulifanya ukaguzi wa ufanisi katika usimamizi wa mchakato wa utoaji wa mikataba ya utafutaji, uendelezaji na leseni za gesi. Tulitoa mapendekezo 12, yaliyotekelezwa kwa kiasi ni 9, ambayo hayajatekelezwa kabisa ni 3. Tulifanya ukaguzi wa ufuatiliaji wa uzingatiaji na utekelezaji wa sera, sheria na kanuni zinazohusu shughuli za utafutaji wa petroli nchini Tanzania. Tukatoa mapendekezo 15, yaliyotekelezwa kikamilifu ni 1, yaliyotekelezwa kwa kiasi ni 13, na 1 halijatekelezwa kabisa. Mheshimiwa Rais, tulifanya ukaguzi katika usimamizi wa uendelezaji wa rasilimali watu katika sekta ya mafuta na gesi, ambapo tulitoa mapendekezo 10, 5 yametekelezwa kwa kiasi na 5 hayajatekelezwa kabisa. Mheshimiwa Rais, kwa ujumla utekelezaji wa mapendekezo niliyotoa hauridhishi, ikizingatiwa kuwa ni 14% tu ya mapendekezo yote yaliyotolewa yametekelezwa kikamilifu. Hivyo jitihada zaidi zinahitajika kukamilisha utekelezaji wa mapendekezo yote. Mheshimiwa Rais, leo nitawasilisha kwako jumla ya ripoti 21 zinazojumuisha masuala mbalimbali yaliyojitokeza katika ukaguzi uliofanya kwa mwaka wa fedha ulioishia tarehe 30 Juni 2020. Ripoti tutakazowasilisha kwako Mheshimiwa Rais ni kama zifuatazo: ripoti ya ukaguzi wa serikali kuu, ripoti ya ukaguzi wa mashirika
mamlaka ya serikali za mitaa, ripoti ya ukaguzi wa mashirika ya umma, ripoti ya ukaguzi wa miradi ya maendeleo, ripoti ya ukaguzi wa ufanisi, ripoti ya ukaguzi wa mifumo ya tehama, ripoti ya ufuatiliaji wa mapendekezo yaliyotolewa katika ripoti ya ukaguzi wa ufanisi wa miaka iliyopita, na ripoti 14 za ukaguzi wa ufanisi zinazohusu sekta mbalimbali. Mheshimiwa Rais, ripoti 14 za ukaguzi wa ufanisi yani performance audit kwa maeneo mbalimbali ni kama ifuatavyo. Kuna ripoti ya ukaguzi wa ufanisi ya usimamizi wa usafi wa masoko ya vyakula, ukaguzi wa ufanisi juu ya usimamizi wa udhibiti wa mafuriko, ukaguzi wa ufanisi juu ya uandikishaji na utoaji vitambulisho vya taifa, ukaguzi wa ufanisi juu ya matengenezo ya magari na mitambo ya serikali, ukaguzi wa ufanisi juu ya usimamizi wa ununuzi wa pamoja ya magari ya serikali na usambazaji wa mafuta. Kuna ukaguzi wa ufanisi juu ya usimamizi wa mifumo ya kudhibiti ubora wa vyakula vinavyosindikwa nchini. Kuna ukaguzi wa ufanisi juu ya usimamizi wa ujenzi wa majengo ya vituo vya huduma za afya nchini. Ukaguzi wa ufanisi juu ya usimamizi wa mali zilizotelekezwa. Ukaguzi wa ufanisi juu ya utekelezaji wa udhibiti wa uhamishaji wa bei ya mauziano ya bidhaa au huduma baina ya makampuni yenye mahusiano. Kutakuwa na ukaguzi wa ufanisi juu ya ufuatiliaji na usimamizi wa miradi ya ujenzi kwenye sekta ya elimu inayotekelezwa kwa njia ya force account. Pia tutakabidhi ripoti ya ukaguzi wa ufanisi juu ya udhibiti wa uchafuzi unaotokana na taka za plastiki kwenye bahari na maziwa. Tutakuwa na ukaguzi wa ufanisi kuhusu utekelezaji wa mradi wa awamu ya pili ya ujenzi wa miundombinu ya mabasi yaendayo kasi Dar es Salaam. Tutakuwa na ukaguzi wa ufanisi wa usimamizi wa misamaha ya kodi kwenye miradi ya uwekezaji. Na pia nitakabidhi ripoti ya ukaguzi wa ufanisi juu ya utekelezaji wa miradi ya uzalishaji sukari kule Mbigili. Mheshimiwa Rais, katika kukagua ukaguzi uliofanywa katika mashirika mbalimbali ya serikali, tumegundua changamoto kadhaa. Katika mashirika niliyosema nimeyakagua, tumegundua changamoto kadhaa ambazo zinahitaji serikali kuziangalia. Tumegundua matatizo kwenye shirika letu la bandari, kuna matatizo kadhaa ikiwemo ubadhirifu ambao tunaendelea pia kufanya ukaguzi kwenye maeneo hayo. Mheshimiwa Rais, ni changamoto ambayo nadhani serikali inatakiwa ifanyie kazi. Lakini pia shirika letu la ndege tumegundua limetengeneza hasara mwaka huu ya shilingi bilioni 60. Lakini kwa miaka mitano pia ilikuwa ikitengeneza hasara. Kuna changamoto mbalimbali ambazo serikali inabidi ziangalie ili shirika letu liweze kutekeleza majukumu yake vizuri ipasavyo. Mheshimiwa Rais, katika mifumo yetu ya hapa nchini, mifumo ya tehama, tumekagua mifumo ya tehama, tuna ripoti, lakini tumegundua kuna mifumo mbalimbali ambayo inarudia, mifumo haiongei. Na mifumo mingine unaweza kuona kwamba security zake sio nzuri. Kuna mianya kadhaa ambayo inaweza kusababisha upotevu wa fedha katika kutumia hiyo mifumo yetu. Kwa Mheshimiwa Rais, ni vyema serikali kaangalia vyema hiyo mifumo yetu ili tuweze kupata udhibiti na kuhakikisha kwamba mapato yanayokusanywa kweli yanaingia ndani ya serikali na hamna uvujaji wa mapato, kwa sababu tunakusanya mapato mengi lakini sehemu kubwa ya mapato yanavujwa kutokana na mifumo tunayoitumia. Mheshimiwa Rais, katika ripoti yangu kuna mambo mengi ya msingi ambayo nimeyakagua na ambayo nimetolea mapendekezo. Na katika nitakukabidhi ripoti hizo, pia nitakukabidhi ripoti ndogo ambayo kuna mambo muhimu ambayo naona kwamba ni vyema Mheshimiwa Rais ukayaelewa. Nitakuomba Mheshimiwa Rais ukipata muda usome hiyo ripoti yangu ndogo, uone ni nini kile. Na ripoti hii ikishafika ndani ya bunge, kwa hiyo itakuwa ni ripoti ambayo itakuwa public. Kabla haijafika inakuwa haiko public. Lakini nimeamua nikuambia hizo changamoto ili Mheshimiwa Rais ikiwezekana mchukue hatua za haraka na pia kupitia hiyo taarifa yangu. Mheshimiwa Rais, kwa hayo machache naomba kuwasilisha taarifa zangu. Asanteni sana. Asante sana ndugu CAG, na kinachofuata sasa ni kukabidhi hizo ripoti 21 na naomba utaratibu ufuatao uzingatiwe. Maafisa kutoka ofisi ya CAG mtachukua hizo ripoti, mtamkabidhi CAG na CAG ataziweka kwenye ile meza fupi. Asante. Mheshimiwa Rais, naomba sasa upokee ripoti hizo.
Mheshimiwa Rais, nimefanya ukaguzi katika mashirika yetu ya umma yote hapa Tanzania. Ni machache tu ambayo sijafanya ukaguzi. Naomba nikukabidhi taarifa ya ukaguzi wa mashirika ya umma ambayo nimefanya kwa mwaka huu wa fedha 2019/2020. Mheshimiwa Rais, ripoti hizi huwa mbili, huwa tuna za Kiswahili na tuna za Kiingereza. Hii ni ripoti ya Kiswahili ya mashirika ya umma. Mheshimiwa Rais, zile za kwanza zilikuwa za Kiingereza. Sasa hii ni ya serikali za mitaa, ripoti ya ukaguzi ya serikali za mitaa ya Kiswahili. Mheshimiwa Rais, hizi ni ripoti za ukaguzi wa ufanisi ambazo tumefanya mwaka huu. Hii ni ya Kiingereza. Mheshimiwa Rais, hii ni ripoti ya ukaguzi wa ufanisi kwa lugha ya Kiswahili. Tunatoa ripoti mbili, Kiingereza na Kiswahili, Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, kama nilivyosema, nimefanikiwa kufanya ukaguzi wa miradi mbalimbali kwa mwaka huu, na hii ni ripoti ya ukaguzi wa miradi kwa lugha ya Kiingereza. Mheshimiwa Rais, pia tumefanya ukaguzi kwenye serikali kuu kwa maana ya votes, wizara na taasisi zake. Hii ni taarifa ya Kiingereza ukaguzi wa serikali kuu. Mheshimiwa Rais, na kukabidhi ripoti ya serikali kuu, ukaguzi wa serikali kuu kwa lugha ya Kiswahili. Mheshimiwa Rais.